Na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo, tuko ndani ya Jimbo Katoliki la Singida. Tuko ndani ya Jimbo Katoliki la Singida. Tuko katika kituo hiki cha Sukamahela, kituo cha hija. Mahujaji hawa kutoka Dar es Salaam pamoja na Bagamoyo, tumepita maeneo mbalimbali. Na hatimaye leo tumeingia Jimbo hili Katoliki la Singida kuja kujionea kituo hiki na kuhiji. Basi kituo hiki kiko ndani ya katikati ya nchi yetu ya Tanzania. Hapa ndipo center ya Tanzania, yani katikati ya nchi ya Tanzania. Basi mahujaji hawa, tazama, tumeambatana na masista wanashuka hapa kuja kujionea katika eneo hili la Sukamahela, ambapo pana makuu mengi. Tazama kule sanamu ya Mama Bikira Maria naiona hapa. Naona hili eneo. Basi kwa namna pekee tunaendelea sasa kwenda kupaona. Mahujaji hawa wamepata nafasi kuonana na mbwa hapa, kila mtu anamgusa. Kila mtu anapata nafasi ya kumgusa huyu mbwa, lakini pia huyu mbwa yupo katika kituo hiki cha hija. Ndio. Naam, hili ndio eneo ambalo hija hii inafanyika. Sukamahela ndo huo hapo. Eneo ndo hili. Fuatilia na mtazamaji wa Kanisa TV. Tuko ndani ya kanisa hili la kihistoria la hija katika kituo hiki cha hija cha Sukamahela kinachopatikana ndani ya Jimbo hili Katoliki la Singida. Hapa hili kanisa ni la aina yake. Kanisa limejengwa kwa mawe ya asili ambayo yanapatikana katika mlima huu. Tazama kanisa lilivyopambwa vyema. Kanisa linavutia watu wa asili ya huku ya Singida, ambapo wanatumia hili kanisa kama sehemu ya kumwabudia Mungu. Hapa pia kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaonesha athiri ya makuu ya Mungu. Tazama kuna picha za watakatifu hapa. Kuna ramani hapa za nchi. Vitu vyote vinashabia au vinaelezea kuhusiana na mambo ya kitakatifu zaidi ya kanisa hili ambalo limejengwa kwa mawe la kuvutia kwa kweli. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, nazungumza ni mmoja kati ya mhudumu wa kituo hiki cha hija. Anaitwa Katekista nani? Atajitambulisha jina lake. Karibu. Naitwa Katekista Simon Marunde Rafaeli Mwanachapuchapu. Ya Sukamahela, jina Sukamahela linatokana na mpando. Watu walikuwa wanapanda mlima njia kwa sababu ya mlima wakati wanapanda. Kwa hiyo walikuwa bandama, wakipanda bandama zinafanya nini? Zinarukaruka. Ndio wakaita nini? Jina Sukamahela. Jina Sukamahela linatokana na mlima ulikuwa ni mkali, wanapotembea bandama zinacheza. Wakasema kwamba hapa tumetembea paka mahela yamesukwa. Ndio maana yake Sukamahela. Hongera sana Katekista kwa kutushirikisha hii. Na hapa una muda gani kuanzia umefika hapa kufanya utume wako? Hapa nina miezi 6 tokea nimekuja kufanya utume hapa, na miezi 6. Okay. Miezi 6. Na hiki kituo kinaitwa kanisa la Mtakatifu nani? Hiki kituo kinaitwa Bikira Maria Malkia wa Amani Sukamahela. Hongera sana. Nimeona pale kwenye kibao kilizinduliwa na askofu wa Jimbo Katoliki la Singida Edward Mapunda. Hongereni sana kwa kupata baraka yake hii na kuweka alama hapa. Na utaratibu wenu wa kusali kwenye kituo hiki cha hija unakuaje? Kituo cha kusali hapa mara nyingi huwa tunasali kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi. Pia kwa jumla kabisa huwa tunasali mwezi wa 12. Hawa ni mahujaji sasa
tunapofika katika eneo hili, nataka tuanze kuhiji, maana kwamba kushiriki sala mbalimbali ikiwemo kusali rozari ya makosa 7. Mama wa Mungu kweli, ulizaliwa pasipokuwa na dhambi. Bikira Maria, mama wa Mungu kweli, ulizaliwa pasipokuwa na dhambi. Hakuna mwanamke mwingine duniani aliyebarikiwa kama ulivyo. Twakusifu, tunakuheshimu. Amina. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Utukumbushe kila wakati kuhusu mateso ya mwanawe mwanao. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Msalaba